Muhsin Ussi ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, ni kijana mzalendo kutoka Zanzibar, ni kijana ambaye nimesimama kuwakilisha vijana wenzangu ndani ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na mama yetu, mwenyekiti wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nitazungumza mambo mawili makubwa kwa niaba ya vijana wenzangu hawa. Jambo la kwanza, vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana wa taifa hili tunampongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupitishwa na kuchaguliwa kwa kishindo kuwa mgombea wetu wa urais katika mwaka huu wa 2025. Lakini tunampongeza na Daktari Emmanuel Nchimbi kwa kuchaguliwa na kupitishwa kwa kishindo kuwa mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini na kule Zanzibar tunaye rais wetu mchapakazi anaitwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunampongeza kwa kuaminiwa tena kupeperusha bendera ya urais wa Zanzibar mwaka huu wa 2025. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili na la mwisho, ndugu vijana wenzangu, mwaka huu, mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu tunakwenda kuchagua viongozi kuanzia ngazi ya kata kuelekea ngazi ya majimbo, lakini vile vile tunakwenda kumchagua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama vijana tuna kazi ya kuhakikisha tunazilinda na kuzitafuta kura za Chama cha Mapinduzi ili watakaoteuliwa kugombea nafasi mbalimbali tusimamie chama chetu kuweza kushinda kwa kishindo kikubwa sana. Lakini kwa bahati mbaya, kipindi hiki cha uchaguzi wametokea baadhi ya wanasiasa kutoka vyama vingine ambavyo havina mwelekeo kwenye nchi hii, wanajaribu kuwatumia vijana kuingia barabarani ili kuchafua amani ya nchi yetu. Vijana, ni waombe tusikubali kutumiwa na wanasiasa waliokosa mwelekeo kuingia barabarani kwa madhumuni ya kuandamana. Hii itatupelekea kuchafua amani ya nchi yetu. Lakini vile vile sheria itakapochukuliwa mkono wake, sheria itakapofuata mkono wake, tutakaoumia ni sisi vijana. Sasa ni washauri nini cha kufanya? Serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia halmashauri zetu ndani ya mikoa yetu imetenga 4% ili kuwapatia vijana wa Kitanzania kuweza kupewa mikopo na kufanya shughuli za kiuchumi. Ndugu zangu, ni waombe mtumie fursa hii iliyoletwa na rais wetu, badala ya kuungana na wale wasiolipendelea mema taifa letu, mtumie fursa hii kwenda kuomba mikopo kwenye halmashauri zetu ili muweze kukuza vipato vyenu na musaidie kukuza uchumi wa taifa letu. Mwisho kabisa kwa kumalizia, ni waombe wakurugenzi wa halmashauri, vijana tunawataka muwasaidie kwa kuwapatia mikopo bila kufanya urasimu. Kumekuwa na tabia za kuwakwamisha vijana wenzetu pale wanapohitaji kupatiwa haki yao.